Mapigano kati ya Marekani na Iran yameingia katika hatua mpya tena na hatari zaidi baada ya pande hizo mbili kuendeleza mashambulizi makubwa dhidi ya shabaha za kijeshi na miundombinu, huku vita vya kuwania udhibiti wa mlango wa Hormuz vikizidi kushika kasi. Wakati Marekani ikiendesha usiku wa 7 mfululizo wa mashambulizi ndani ya Iran, Tehran imepanua mashambulizi yake dhidi ya mataifa yanayohifadhi majeshi ya Marekani katika Ghuba, huku ripoti zikisema Washington inajiandaa kuongeza nguvu ya operesheni zake kwa kupeleka ndege nyingi zaidi za kujazia mafuta nchini Israel. Mzozo huo sasa unahatarisha usalama wa njia mbili muhimu zaidi za usafirishaji wa nishati duniani na kuongeza hofu ya vita vikubwa zaidi katika Mashariki ya Kati. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema operesheni ya hivi karibuni ililenga vituo vya ufuatiliaji, miundombinu ya usafirishaji wa kijeshi, maghala ya chini ya ardhi ya kuhifadhi silaha, pamoja na uwezo wa Iran wa kuendesha operesheni baharini. Kwa mujibu wa CENTCOM, mashambulizi hayo yalihusisha ndege za kivita, drone, meli za kivita pamoja na rasilimali nyingine za kijeshi. Jeshi hilo limesema zaidi ya wanajeshi 50,000 wa Marekani wanaendelea kufanya operesheni katika Mashariki ya Kati na wako tayari kwa hatua zozote zitakazohitajika. Ripoti kutoka Marekani na Israel zinaonyesha kuwa Washington imeiarifu Israel kuhusu mpango wake wa kupeleka ndege kadhaa zaidi za kijeshi za kujazia mafuta angani. Maafisa wa Marekani na Israel wameeleza kuwa ndege hizo zinaweza kutumika kuunga mkono kampeni kubwa zaidi ya mashambulizi dhidi ya Iran ikiwa Rais Donald Trump ataamua kuongeza nguvu ya operesheni zake. Kwa sasa takriban ndege 33 za aina hiyo zipo katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion karibu na Tel Aviv, hali ambayo imeathiri hata shughuli za kawaida za usafiri wa anga. Ripoti nyingine zinasema baadhi ya ndege mpya zitaelekezwa moja kwa moja katika vituo vya jeshi la anga badala ya kutua Ben Gurion. Rais Donald Trump amesema Marekani inaendelea kupata mafanikio makubwa katika vita hiyo. Akizungumza na wananchi wa Marekani, alisema operesheni dhidi ya Iran zinaendelea vizuri na matokeo yake yataonekana katika muda mfupi ujao. Kauli hiyo imekuja huku akikabiliwa na shinikizo la kisiasa ndani ya Marekani kumaliza vita hivyo na kuepuka mzozo mwingine wa muda mrefu Mashariki ya Kati. Kwa upande wake, mlango wa Hormuz umeendelea kuwa kitovu cha mapigano kati ya pande hizo mbili. Marekani imesema inaendelea kutekeleza zuio la baharini dhidi ya Iran, huku kidai imegeuza njia za meli 4 za biashara, kuizuia meli moja na kuikagua nyingine katika juhudi za kutekeleza zuio hilo. Kwa upande wake, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limesema lilisimamisha meli 4 zilizokiuka sheria zake za usafiri katika Hormuz kwa kutumia makombora pamoja na drone. Iran pia ilidai kuwa meli 2 za mafuta zililipuka na kushika moto baada ya kupita katika njia yenye mabomu kusini mwa Hormuz, madai ambayo jeshi la Marekani limeyakanusha. Kwa mara nyingine, mashambulizi ya Marekani yalihusisha miundombinu ya usafiri na nishati. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa mji wa pwani wa Jaski ulikumbwa na mashambulizi yaliyoharibu vifaa vya umeme na mitambo ya kusafisha maji ya bahari, hali iliyosababisha vijiji kadhaa kukosa maji ya kunywa. Mashambulizi mengine yaliripotiwa katika Hormozgan, Sirki, Avaz, Yazdi, Jaski na Khorramabad. Katika Hormozgan, watu 3 waliuawa na 8 walijeruhiwa baada ya madaraja mawili na handaki moja la barabara kuharibiwa. Siku iliyotangulia, takriban madaraja 5 yalishambuliwa katika bandari Kamil, huku kituo cha reli na uwanja wa ndege katika Iran Shahar vikilengwa pia. Kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa kampeni mpya ya Marekani, Wizara ya Nishati ya Iran imekiri kuwa miundombinu ya umeme imelengwa. Wizara hiyo imewataka wananchi wa majimbo ya kusini kupunguza matumizi ya umeme kutokana na joto kali na uharibifu uliosababishwa na mashambulizi dhidi ya vituo vya nishati. Hatua hiyo imeongeza wasiwasi kuwa mashambulizi sasa yanahama kutoka kwenye shabaha za kijeshi kwenda kwenye miundombinu ya kiraia. Iran nayo imeendelea na mashambulizi dhidi ya mataifa yanayohifadhi vituo vya Marekani. Tehran ilitangaza kulenga Bahrain, Qatar, Kuwait na Jordan pamoja na chombo cha kijeshi cha Marekani katika bahari ya Hindi. Saudi Arabia pia ilitoa tahadhari za mapema katika baadhi ya maeneo, ingawa haikuripoti uharibifu wowote. Nchini Kuwait, Iran ilidai kulenga ghala la silaha katika kambi ya Al Adiri
makao makuu ya jeshi pamoja na maghala ya risasi katika kituo cha Ali al-Salem. Madaraja kadhaa ya mawasiliano pia yaliripotiwa kulengwa. Serikali ya Kuwait ilisema kituo cha kuzalisha umeme na kusafisha maji ya bahari kiliharibiwa katika mashambulizi hayo na kusababisha moto pamoja na kusimamishwa kwa vitengo kadhaa vya uzalishaji. Jeshi la Kuwait lilithibitisha kuwa lilikuwa likikabiliana na mashambulizi ya drone kutoka Iran. Kutokana na hali hiyo, Kuwait ilisimamisha kwa muda shughuli katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait na kufunga anga yake kabla baadaye kuanza kupanga upya safari nyingi za ndege. Jordan ilisema baadhi ya maghala ya mafuta katika kituo cha kijeshi cha Al Azraq yalilengwa. Kwa upande wake, Iran ilidai kushambulia kituo cha anga cha Sheikh Issa nchini Bahrain, ikisema ni miongoni mwa vituo muhimu zaidi vya operesheni za Marekani katika eneo la Ghuba. Mashambulizi hayo yanaonyesha kuwa vita vinaendelea kusambaa kwa mataifa mengi zaidi ya Mashariki ya Kati. Naye Rais Trump ameendelea kuashiria uwezekano wa kuongeza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya Iran. Mbali na mashambulizi ya anga, kukataa uwezekano wa operesheni za ardhini katika pwani na visiwa vya Iran ikiwa hali itaendelea kuzorota. Maafisa wa Marekani wanasema mashambulizi dhidi ya kusini mwa Iran yanampa rais chaguzi zaidi za kijeshi kadri mzozo unavyoendelea. Ripoti zinaonyesha Iran imewaagiza washirika wake wa kikanda wakiwemo Hezbollah kujiandaa kwa uwezekano wa vita vikubwa zaidi. Hatua hiyo imeongeza hofu kwamba Israel inaweza kujikuta ikiingia moja kwa moja katika mzozo huo ikiwa mashambulizi yataendelea kupanuka. Ingawa Israel haijashiriki katika mapigano ya hivi karibuni, uwepo wa ndege nyingi zaidi za Marekani nchini humo umeongeza tahadhari katika eneo hilo. Mamlaka za Iran zimesema mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani yamesababisha vifo vya watu takriban 46 na kujeruhi zaidi ya 400. Kwa upande mwingine, Marekani imesema wanajeshi wake 13 zaidi wamejeruhiwa tangu Jumatatu. Takwimu za jeshi la Marekani zinaonyesha kuwa tangu kuanza kwa vita hivyo, wanajeshi 14 wa Marekani wameuawa huku wengine 427 wakijeruhiwa. Kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya miundombinu, kupelekwa kwa ndege mpya za kijeshi Israel, mashambulizi ya Iran dhidi ya mataifa ya Ghuba na mvutano unaoendelea katika mlango wa Hormuz vinaonyesha kuwa vita vinaingia katika hatua yenye hatari kubwa zaidi. Kadri pande zote zinavyoendelea kuongeza nguvu za kijeshi, juhudi za kidiplomasia zimeendelea kufifia, huku hofu ikiongezeka kuwa mzozo huo unaweza kugeuka kuwa vita vya kikanda vitakavyoathiri usalama wa nishati, biashara ya kimataifa na utulivu wa Mashariki ya Kati kwa ujumla.